Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Endelea na Wizara ya Viwanda na Biashara. Mheshimiwa Edibili Kazala Kinyoma, mbunge wa Kasulu Vijijini, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara, naomba nijibu swali namba 116 kutoka kwa Mheshimiwa Edibili Kazala Kinyoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kuwa eneo lililopo katika kata ya Kitonto na Kagera Nkanda katika wilaya ya Kasulu lilitolewa kwa mwekezaji wa kampuni ya Taseko Limited kutoka nchini Burundi kujenga kiwanda cha saruji. Mwekezaji huyo yupo katika hatua ya kufanya tathmini ya kina feasibility studies ya upatikanaji wa malighafi kama vile clinker, gypsum na pozolana. Hata hivyo, kasi yake imekuwa ndogo katika kutekeleza mradi huu. Kwa sasa serikali inaendelea kuhimiza kuhakikisha kwamba mradi huu unaanza utekelezaji haraka iwezekanavyo. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Edibili Kazala. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la nyongeza ni kwamba nataka Mheshimiwa Waziri awaeleze wananchi wangu wa jimbo la Kasulu Vijijini kwamba ni feasibility study gani ambayo inafanyika kwa miaka mitatu huku nasomba mawe usiku na mchana kwa miaka mitatu kipeleka Burundi. Lakini swali langu la pili, eneo alilopewa mwekezaji la kujenga kiwanda, lile eneo analima maharage na mahindi. Je, serikali haioni haja ya kulirudisha eneo lile kwa wananchi ili waendelee na shughuli zao za kawaida wakati yeye anaendelea na tathmini ya kina? Asante. Mheshimiwa Waziri, umeelewa swali la kwanza? Nimeelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli naomba kukiri kwamba kasi ya kufanya tathmini ya kina kwa mwekezaji huyu imekuwa ni ndogo katika utekelezaji wa mradi huu ambao ni tegemeo kubwa sana la wananchi wa mkoa wa Kigoma. Kwa kuwa hatuna taarifa kwamba mwekezaji huyu anafanya shughuli nyingine ya kilimo katika ardhi ambayo tumempatia kwa ajili ya uwekezaji, naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara, tumuite mwekezaji huyu, tufanye naye majadiliano, tupange naye mkakati kuona kwamba anaenda kutekeleza mradi huu kwa kadri tulivyokubaliana. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru, nami niulize swali dogo la niongeza. Jimbo la Bunda mjini zaidi ya miaka 12 limetenga hekari 3173 kwa ajili ya ukanda wa uwekezaji economic zone. Liko pembezoni ya ziwa, kuna barabara ya lami. Ni lini mtatuletea wawekezaji wajenge viwanda ili kuinua uchumi wa jimbo la Bunda mjini na halmashauri ya mji na kutengeneza ajira kwa vijana na kina mama wa jimbo la Bunda mjini? Mheshimiwa Waziri, kama una majibu kutoka Bunda huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa swali la nyongeza kutoka kwa Mheshimiwa Esther Bulaya, mbunge wa Bunda mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilani ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia swala zima la kuhamasisha uwekezaji hasa wa viwanda vidogo, kati na vikubwa. Lakini dira ya 2050 inasisitiza sana kuongeza uzalishaji kwa maana idadi ya viwanda, lakini pia kutumia malighafi za ndani katika uzalishaji. Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na mipango na uwekezaji tumekuwa katika jitihada za kuhamasisha uwekezaji kutoka ndani na nje, lakini sasa hivi tumefanya mapping ya maeneo yote ya uwekezaji likiwemo eneo la Bunda. Kwa hiyo kazi ambayo tunayo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba tunaendelea na hamasa ya kutafuta wawekezaji wa ndani, mashirika, taasisi, wawekezaji binafsi, na yeye Mheshimiwa mbunge
na naamini kabisa kwamba ana network atusaidie kwenye hili, lakini kupitia vikao vya baraza la madiwani, DCC, RCC waweke mipango kulingana na malighafi ambazo zinapatikana hapo, ili kushirikiana na serikali tufanye ama tuendeleze hamasa ya kutangaza vivutio katika maeneo ya uwekezaji. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Othman Maulid. Asante ndugu mwenyekiti, nashukuru Mheshimiwa Naibu Waziri, swala nilokuwa nataka kuuliza amelitolea ufafanuzi. Asante Mheshimiwa Gati Chomete. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi ya swali, lakini pia na kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa isiyokuwa na viwanda vinavyofanya kazi na ni mkoa wenye maeneo mazuri ya uwekezaji wa viwanda. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.